Historia ya kimataifa ya Simba kutoka Dar es Salaam, mafanikio, changamoto na matarajio yake ya klabu kuwa bingwa Afrika, mwanzo na kupanda kimataifa. Klabu hii ilianzishwa mwaka 1936 kwa jina la Queens. Ilibadilishwa jina mpaka kuwa Simba mwaka 1971. Jina la Simba linamaanisha lion kwa Kiswahili. Katika mashindano ya Afrika ya vilabu, Simba imekuwa ikishiriki mara kwa mara, ingawa bado haijatawala kama baadhi ya vilabu vikubwa barani Afrika. Mafanikio ya kimataifa. Katika mashindano ya kitaifa ukanda wa Mashariki mwa Afrika, Sekafa Club Championship, Simba imeshinda makombe kadhaa. Katika mashindano makubwa ya Afrika, kwa mfano CAF Cup na CAF Champions League, haukuwa na mafanikio makubwa ya kutoa taji hadi hivi karibuni. Simba ilifika fainali ya CAF Cup mwaka 1993, lakini ikapoteza dhidi ya Stella Club Jam kutoka Cote d'Ivoire. Katika Champions League, mafanikio ya juu alikuwa akapata hatua ya robo fainali, lakini hakuweza kufika hata nusu fainali. Nyakati za hivi karibuni na matumaini makubwa. Simba imeonyesha maendeleo ya dhati hivi karibuni. Imekuwa ikifanya vizuri zaidi katika mashindano ya kimataifa ya Afrika, ikifanya vizuri kuliko zamani. Kwa mfano, mwaka 2024 ilifika fainali ya CAF Confederation Cup, hatua ya kushangaza kwa klabu ya Tanzania baada ya miaka mingi bila kufika fainali kubwa. Sababu ya kuongezeka kwa mafanikio ni mabadiliko ya uendeshaji wa klabu, uwekezaji zaidi, usimamizi wa kisasa. Changamoto zilizopo. Hadi sasa Simba haijawahi kutoa kombe lolote lile la Afrika. Hii ni changamoto kubwa, hasa ikilinganishwa na vilabu vikubwa Afrika ya kaskazini na magharibi. Udhibiti wa rasilimali, ushindani na klabu kubwa barani Afrika, na mara nyingi mazingira ya soka kwenye ukanda wa Afrika Mashariki yenye changamoto za miundombinu na usimamizi. Kurudi nyuma kwa mafanikio ya kimataifa mara nyingi kunaweza kutokea ikiwa klabu haitadumisha mkazo, sera nzuri na ukuaji wa wachezaji. Umuhimu kwa soka la Tanzania na Afrika Mashariki. Simba Sports sasa na nafasi ya kuwa na kikosi kinacholeta hadhi kwa soka la Tanzania na eneo la Afrika Mashariki. Usafiri wake wa kimataifa unaonyesha kuwa vilabu vya eneo hili vinaweza kufika mbali zaidi. Ushiriki wake wa mara kwa mara katika majukwaa ya Afrika unachochea hamasa kwa vijana, wachezaji na mashabiki. Hii inaweka mfano kwa vilabu vingine vya Tanzania. Ikiwa itashinda taji kubwa Afrika, itakuwa ishara ya mafanikio makubwa kwa soka la Tanzania na kufungua milango ya uwekezaji zaidi katika vilabu vyote vya ukanda. Hapa kuna baadhi ya takwimu za kimataifa za klabu ya Simba Sports. Simba ipo mara nyingi katika mashindano ya klabu za Afrika, ikiwa ni pamoja na CAF Champions League na Confederation Cup. Katika CAF Cup ya mwaka 1993, Simba Sports ilifika fainali, lakini ikapoteza dhidi ya Stella Adjam ya Cote d'Ivoire kwa jumla ya magoli 2-0. Kwa mwaka 2024-2025, Simba ilifika fainali ya CAF Confederation Cup. Simba imekuwa ikifanya mchezo wa kuvutia, hasa ikikutana na Al Ahly ya Misri. Mechi hizo zinaonekana kuwa na mvuto mkubwa, mechi ambazo zimewahi kuwa za kivutio. Mwaka 1993, Stella Adjam dhidi ya Simba Sports CAF Cup. 2024-2025 CAF Confederation Cup Final, Simba Sports dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Mechi za mashindano ya Champions League ni Simba dhidi ya Al Ahly. Na hii ni Nel TV, mtazamaji wetu wa Nel TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Sport Lady Queen Liz, hadi wakati mwingine, bye bye.